ikisema kuwa kuna uwezekano wa 81% wa kutokea kwa El Nino kali mwaka huu, hali ambayo inaweza kuendelea hadi mwaka 2027. Faith Wangari anaarifu kuhusu maana ya hali hii kwa mamilioni ya Wakenya kutoka mashamba yaliyokauka magharibi hadi kaunti zinazokumbwa na mafuriko kaskazini mashariki. El Nino na La Nina ni sehemu mbili za mzunguko mmoja wa bahari. Wakati maji ya bahari ya Pasifiki yanapopata joto, hali hiyo huitwa El Nino, na kwa Kenya kwa kawaida humaanisha mvua nyingi zaidi. Yanapokuwa baridi, hali hiyo huitwa La Nina, na kwa kawaida humaanisha mvua kidogo. Kwa sasa Kenya inaelekea kwenye mwaka wa El Nino. The government will go out of its way to make sure that this situation will not affect the food security of our country. Kaunti 43 sasa ziko katika hali ya tahadhari. Utabiri wa awali wa KMD unaonyesha kuwa mvua itakuwa juu ya wastani kuanzia Oktoba hadi Novemba, huku kaskazini mashariki ikikabiliwa na uwezekano mkubwa zaidi wa mvua nyingi kupita kiasi. Tahadhari hii ni pamoja na mafuriko ya ghafla, barabara kukatika na maporomoko ya ardhi, hali inayoongezeka juu ya jamii ambazo bado zinapambana na athari za ukame uliopita mfululizo. Jambo hili linatokana na nguvu mbili za tabia nchi zinazokutana pamoja: El Nino kali na hali chanya inayoendelea kujitokeza ya Indian Ocean Dipole kuanzia mwezi wa Agosti. KMD inasema kuwa IOD ina uzito mkubwa zaidi kuliko El Nino pekee katika kuathiri mvua wa vuli nchini Kenya. Miezi ya Agosti na Septemba italeta mwanzo mkavu. Kenya Magharibi, bonde la Ufa pamoja na Nyanza kunatarajiwa kupata mvua chini ya wastani, jambo litakalochelewesha upanzi na kuendeleza uhaba wa maji. Mabadiliko yataanza mwezi wa Oktoba ambapo mvua itaongezeka nchini nzima. Kufika Oktoba na Novemba, mvua itafikia kilele juu ya wastani katika sehemu nyingi za nchi, hali itakayoleta nafuu kwa maeneo yaliyokumbwa na ukame mashariki, lakini pia itaongeza hatari ya mafuriko katika maeneo mengine. We are taking all possible measures to prevent any part of Kenya, any citizen of Kenya having to suffer. Kaunti zilizo hatarini zaidi ni Nairobi, Garissa, Wajir, njia ya Garissa Lamu na Isiolo, Marsabit. Maeneo kame na nusu kame, jamii zinazoishi kwenye tambarare za mafuriko, makazi duni, watoto, wazee na watu wenye ulemavu ndio wanaokabiliwa na hatari kubwa zaidi endapo mvua utageuka kuwa za uharibifu. Cha msingi, El Nino si mvua, ni kichocheo kinachoweza kusababisha mvua. Iwapo itageuka kuwa maafa au nafuu, inategemea jambo moja tu: jinsi tulivyojiandaa kuanzia sasa. Faith Wangari, runinga ya TV 47.